kubariki katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 2 nasema, basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuzimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na wakuu majeshi yake kuzuia maji ya chemichemi zilipokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Mstari wa 7 inasema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Upo mkono wa mwili, ila kwetu yuko Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Mstari wa 20, na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba, wakalia hata mbinguni, naye Bwana akatuma malaika aliyewakatalia mbali wapiganaji vita wote na majemadari na makamanda kambini kwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudi nchi yake kwa aibu, naye aliyopiga nyumbani kwa Mungu wake, baadhi ya wanawe mwenyewe wakamwangamiza umo kwa upanga. Ndivyo Bwana alivyomwokoa Hezekia na mwenyeji wa Yerusalemu kutoka katika mkono wa Senakeribu mfalme wa Ashuru na mkononi mwa wote, akawaongoza pande zote. Watu wengi wakamletea Bwana zawadi kwa Yerusalemu na vitu vya dhamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. Na useme Bwana Yesu asikie na tena. Useme Bwana Yesu asikie na tena. Bwana Yesu asikie na tena. Maandiko nasema mfalme ule wakati ule mfalme wa Ashuru alipokuwa amepanga vita dhidi ya mfalme wa Yuda ama mfalme Israeli aliyekuwa anaitwa Hezekia. Bwana sababu. Amen. Wakati Hezekia alipopasha zile habari kana kwamba yule mfalme wa Ashuru amekwisha kupanga vita ili akapate kupigana taifa la Israeli, maandiko yanasema moyo wake ukaungua. Bwana sababu. Moyo wake ukafadhaika yule mfalme Hezekia. Wakati moyo wake ulipofadhaika, akakutanisha wanajeshi na makamanda waliokuwa nasimamia katika zile vijiji vya Yuda. Bwana sababu. Akawa nani kwa maagizo na akawapa neno ili wakapate kuzuia katika chemichemi ya maji. Bwana sababu. Yule mfalme wa Ashuru asije akapata maji, asije akapata nguvu ya kwenda kupigana pamoja na wao. Lakini wakati Hezekia alipoomba ushauri kwa Jehova, Mungu akamwambia mahali pale ataenda kuwapenda ndio mikononi mwake, yeye ataenda kuwapigania zile vita. Jehova akamwambia ile mtakatifu yule mfalme wake Isaya ama yule Hezekia mahali pale, akamwambia usiogope wala usione hofu, maana ukapate kujipa moyo, maana ukapate kusonga na mbele, maana nitaenda kupigana zile vita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Hezekia alipopashwa ile maneno ama zile habari mahali pale, akapokea nguvu, akatumana katika nyumba la Yuda, akawaambia msije mkaogopa wala msije mkawa na wasiwasi, maana mkono wa Jehova pamoja na sisi, mkono ulio na nguvu, mkono ulio na hodari, mkono wa vita wa Jehova. Hezekia akawaambia Bwana Israeli, Jehova yuko pamoja na wao, ili akapata kuokoa, ili akapata kuwasaidia, ili akapata kuwatetea, ili akapata kuwapigania, ili akapata kuokoa kwa mkono ya Mwashuru. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema wakati waliposikia zile habari, wakajipa moyo, wakasongana mbele, wakaamini maneno ya mfalme, wakayashika maneno ya mfalme, na wakasongana mbele katika vita. Maandiko yanasema waliposongana mbele, wakaanza kuifadhaisha ile jeshi iliyokuwa na mfalme wa Ashuru. Akaanza kuwafadhaisha, akaanza kuatilia nguruma, akaanza kuatilia radi, akaanza kuinokeana, akaanza kupigana, akaanza kuinokeana, usema akaanza kupigana ile njia alikuwa amekuja nayo, akaelekea kwa hiyo njia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mfalme wa Ashuru alipoona mahali pale wameinukeana, wamepigana nyongo wenyewe, maandiko yanasema ni kurudi alirudi, na aliporudi akarudi kwa nyumba la Mungu wake ambaye alikuwa ni Mungu wa Dagoni, alikuwa ni Mungu wa bahari. Maandiko
anasema alipoingia mahali pale, wana wa yule mfalme ni kumwangamiza, alimwangamiza, ni kumuoa, alimuoa. Lakini Zakaria na nyumba lake, Zakaria na watu wa Yuda wanakawa kwa vita zao, wanakawa kwa ile mkono, wokovu ukaingia mahali pale. Nataka nikutambulie siku ya leo, wanaachilia wokovu kwa nyumba lako, wanaachilia wokovu kwa kazi yako, achilia wokovu wa watoto wako, kapate kuachilia wokovu. Kama vile umekuwa ndani ya kumuomba, kama vile umekuwa ndani ya kuimba, kama vile umekuwa ndani ya kusifu, vita zote ndiye alikuwa ametakasa, vita zote ndiye alikuwa ameinua dhidi ya nyumba lako na kazi yako, dhidi ya imani yako na wokovu wako. Acha Bwana akakuokoe, acha Bwana akupiganie, acha Bwana akusaidie, acha Bwana akuinue, acha Bwana akutie nguvu, acha Bwana akutangulie, acha Bwana akuongoze. Oh my Father, my Redeemer, wamesapea Shiba, walikuwa wamekuahidi vita, walikuwa wamesema utaendelea, wakasema utafaulu, wakasema utafanikiwa, wakasema utaendelea. Ndio nikuambia unataka kufanya ili ukaendelee, ili ukafanikiwe, ili ukastawi, ili ukaongezeke pamoja na nyumba lako. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Ile mfalme akaingia katika nyumba la Mungu wake. Ninaona kuna watu wanaenda kule kwa wachawi, wanaenda kule kwa waganga, wakipanga vita na nyumba lako, wakipanga vita na kazi yako, wakipanga vita na huduma lako, wakipanga vita na maombi yako, wakipanga vita na imani yako. Ninaambiwa nikwambie usiwaogope. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kwa hiyo Mungu alikimbilia, hapo ndipo ataangamia, hapo ndipo atakufia, hapo ndipo atasambaratika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maana ile Mungu ni kuangeuka, itaenda kuangeuka. Nasema ile Mungu itaenda kuangeuka. Wachawi wataenda kuangeuka, wale majini wataenda kuangeuka, ile Illuminati itaenda kuangeuka. Isoro walikuwa wameinua wakapigana vita na nyumba lako. Nasema sitaenda kuwarekea, sitaenda kuwapiga wenyewe. Wakati Jehova anakuokoa, wakati Jehova anakusaidia, wakati Jehova anakuinua, wakati Jehova anakutetea, wakati Jehova anakubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema wakati wana wa Yuda waliviona vile Bwana ametenda hadi ya mfalme Hezekia, wakaingia katika nyumba la Jehova, wakaenda wakatoa sadaka za kuteketeza, wakatoa sadaka za amani, wakatoa sadaka za upatanisho, wakatoa sadaka za ushindi. Manake Jehova aliwashindania, manake Jehova aliwainua, manake Jehova aliwaokoa. Oh my Father, my Redeemer, ninaambiwa nikuambie, utaenda kutoka maana na huzuni, utaenda kutoka ukiwa na ushindi, utaenda kutoka ukiwa na furaha, utaenda kutoka ukiwa na amani, utaenda kutoka na baraka. Manake ni kushukuru, utaenda kushukuru. Badala ya kulia utaenda kushukuru. Badala ya kuomboleza utaenda kushukuru. Badala ya kupiga mwisho utashukuru. Manake ni Jehova anakusaidia. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Wakaingia katika nyumba la Israeli, katika madhabahu ya Bwana, katika utukufu wa Bwana, wakaenda kumshukuru Bwana kwa vile amekwisha kuwaokoa, kwa vile amekwisha kuwatendea, kwa vile amekwisha kuwabariki. Maandiko yanasema hapo chini, hao watu wa mataifa wakaja kwa mfalme Hezekia, wakamletea zawadi. Oh my Father, oh my God, watu wakaja katika nyumba lako, watu wakaja kwa hiyo kazi yako, wakuletea zawadi, wakuletea utajiri, wakuletea mataito deed, wakuletea fedha, wakuletea makari. Bwana Yesu apewe sifa. Maanake Jehova atakuwa amekufadhili, Jehova atakuwa amekupa kibali. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Ambia mwenzako usije ukaovu tena. Endelea kujipa moyo na kusonga na mbele. Endelea kujipa moyo na kusonga na mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia wao wanatumia mkono wa mwili, lakini kwetu yuko Bwana Mungu wetu mwenye atakusaidia na kutupigania mapigano yetu. Oh my God, oh my Father. Watu waliposikia maneno yale wakaamini sauti ya mfalme Hezekia. Yesu apewe sifa. Unapoamini maneno ya mfalme, ama maneno ya nabii, ama maneno ya kuhani mahali pale, ni kufaulu utafaulu, ni kufanikiwa unafanikiwa, ni kustawi unastawi. Bwana Yesu apewe sifa. Maanake Yehoshafati akawaambia Waisraeli, akawaambia wakazi wa Yuda, akawaambia wakazi wa Yerusalemu, wakapata kumwamini Jehova ili wakapata kudhibitika, wakapata kuamini nabii wake ili wakapata kuprosper, ili wakapata kufaulu, ili wakapata kunawiri.
unabii, ni kufaulu wanga unafaulu, ni kunenepa unanenepa, ni kuongezeka unaongezeka, ni utajiri wanga unapokea, milango wanga inafunguka, anga wanga zinafunguka, zinaanza kunena mema, zinaanza kunena ushindi, zinaanza kunena utajiri, zinaanza kunena kibali. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaona vile walikuwa na hofu, vile walikuwa na wasiwasi, lakini wakati mfalme alipozungumza, ile roho ya wasiwasi ikaondoka. Mwambie mwenzako wasiwasi ukuondokee. Mwambie wasiwasi ukuondokee. Nitingishie mtu, mwambie wasiwasi ukuondokee. Endelea kumtegemea Bwana. Mwambie endelea kumtegemea Bwana. Sio salimie mtu, mwambie wasiwasi ukuondokee. Ambia wenzako wasiwasi umuondokee. Mwambie endelee kumtegemea Bwana. Mwambie mtegemee Jehova. Mwambie mtegemee Jehova. Na utafanikiwa na nyumba lako. Utastawi pamoja na nyumba lako. Utaendelea pamoja na nyumba lako. Na useme Bwana Yesu asiye na atende. Ni hapo nyuma yule mfalme alikuwa ametishiwa. Haleluya. Alikuwa ameambiwa pange nyumba lake, manake atakufa. Manake alikuwa ameungua mahali pale. Lakini akamkumbusha Bwana maneno. Bwana akaondoa hukumu ya kifo. Kuna watu leo wataendelea hukumu ya kifo, wataenda kuandikiwa uzima katika jina la Yesu Kristo. Aseme Bwana Yesu. Bwana Yesu asikie na atende. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nashukuru kwa hiyo nafasi ambayo Baba ameweza kunipea. Amen. Kwa ajili niko na ujumbe. Siku ya leo sitahubiri, nitakuwa na ujumbe tu kidogo ambao itakuwa ni himizo na hakika itaenda kutujenga kwa roho zetu, ambapo naomba tukaweze kurejesha mawazo yetu pamoja ili tukaweze kusoma ile neno ambao Mungu aliweza kunituma nayo siku ya leo. Amen. Mwimbaji akaimba, ukiitwa na Bwana itika itika, itika itika, itika itika ukafanye kazi ya Bwana. Ukiitwa na Bwana itika itika, itika itika, itika itika ukafanye kazi ya Bwana. Ama sio mimi mwenyewe, ama sio wewe, kama sio sisi wa Kristo nani atangaze injili? Kama sio mimi mwenyewe, kama sio wewe, kama sio sisi wa Kristo nani atangaze injili? Ukiitwa na Bwana itika itika, itika itika, itika itika ukafanye kazi ya Bwana. Kama sio mimi mwenyewe, kama sio wewe, kama sio sisi wa Kristo nani atangaze injili? Amen. Amen. Kwa majina naitwa Winifred. Mimi ni mwana kati madhabahu na hudumu kati madhabahu nikiwa chini ya neema ya babangu Reverend Cosmas Makao. Amen. Na siku ya leo mimi ndio mnenaji kwa maneno tu kidogo machache ambao nitaweza kwenda kuzungumza na nyinyi. Amen. Na inatoka katika Isaia 38 mstari wa 1 mpaka wa 5. Nitaenda kusoma. Siku hizi Ezekia akajiungua, akawa kati hatari ya kufa, na Isaia nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka hayo na kusihi, kwa maana nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda hayo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaia ikasema, nenda ukamwambia Isaia Bwana Hezekia
Bwana Mungu wa Daudi baba yako akasema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Tukiangalia ni kupungua kwa Ezekia, aliungua hadi akafika mahali kwa kiasi cha kwamba akatumaniwa na ujumbe ukakuja kwake, akatumaniwa akaambiwa atakufa. Lakini Ezekia hakukufa moyo wala hakubabaika, aliweza kuelekeza uso wake mbele za Bwana na akaweza kumulilia Mungu, na Mungu aliweza kusikia kilio chake. Kama mimi Winifred siku ya leo, mtu akuja nimeungua, mtu akuja niambie, Winifred, hakika tengeneza mambo ya kwako, kwa maana hautapona, utakufa. Mimi Winifred hangaika, hakuna hospitali itanijua, kwa maana ndakuwa nikitoka hiyo hospitali kama ni Kenyatta, nakimbililia zile hospitali kubwa. Naenda kama ni Kenyatta, natoka Kenyatta naenda Mata, natoka Mata hospitali naenda Katani, nikilia na huzuni nikikumbuka nimeambiwa nitakufa. Nikalia nikienda kutafuta msaada, nikisahau ya kwamba Mungu ndio mfanyaji, daktari ni msaidizi. Kama Winifred hata kumbuka, hata kama kuna mahali unafaa kwenda kuomba, hata hiyo mambo ya maombi itakuwa imeisha. Lakini Ezekia yeye hakuofu, alipinduka tu kwa ukuta na kumwomba Mungu. Akamwambia Mungu, akamulilia Mungu, na hakika Mungu aliweza kusikia kilio chake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hiyo unaweza kuwa na jambo ambayo imekusukuma sana, usihofu, simama na hiyo jambo na uweze kuomba. Bwana majeshi ataenda kusikia na ataenda kukusikia. Hakika Mungu ni Mungu mwaminifu na atatenda kati yetu, my father. Akaweze kusimama nasi mbele za Mungu. Ile pengo ambao kusumbua sana, my father, katika moyo wako, my father, iwe ni jaribu ina gani, my father, imekuja zako Bwana majeshi, kaweze kuomba, Mungu ataenda kukuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Usihofu kwa maisha yako, usihofu hata kama umegonjeka aje, ama tukue. Kuna mwana familia yako, my father, amegonjeka mahali pale, kuna ile huzuni na mhurumia, ameungua kwa muda mrefu. Usichoke na kumuombea, usichoke na kuita Mungu. Ezekia tayari kuofu, anaweza kupinduka na kuzini kulilia Mungu. Ukiangalia mtumishi wa Mungu, ana aliweza kuomba muda mrefu, akiomba na kulilia Mungu. Mimi na moyo wake mbele ya Bwana, akaweza kujibu hitaji ya moyo wako. Hata wewe ndugu mpendwa, na kuambia hapa siku leo kuna jambo ambayo imeweza kukufinyilia kwa muda mrefu. Omba na usichoke. Mwite huyu Bwana kwa siku zote maisha, kwa sababu ana alisimama na kwa hiyo pengo na akaweza kukumbuka, na Mungu aliweza kujibu hitaji ya moyo wake. Maana Mungu wetu si kiziwi, anasikia lolote. Maana aliomba kwa siku, akaomba kwa wiki, akaomba kwa mwezi, hata mwaka, na Mungu anaweza kusikia kilio chake. Hivyo zidi kuomba, zidi kulilia Mungu. Angalia mstari wa 3, akasema Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nikwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkunjufu, na kutenda haya yote mema machoni pako. Ezekia alilia sana. Maana Ezekia aliposikia atakufa, hatapona, yeye hakujali ati nitaandika will, nitatengeneza mambo ya nyumba yangu kama binadamu. Sasa kama Winifred angekuwa ameambiwa tengeneza mambo ya kwako, enda Winifred nikianza kukimbia nikitafuta zile mali zote nianza kutafuta, naenda nauza, kwa sababu najua nitaenda kukufa, sitapona. Lakini Ezekia alianza kuweza kumkumbusha Mungu mema yake ambao aliweza kutenda. Mungu aliweza kusikia. Mungu mpendwa, nakwambia mahali huko, mahali hapa siku leo, jifunze kutenda mema, jifunze kutenda mema kwa watu wengine, kwa nyumba ya Mungu. Ila siku moja kuna jambo itakukutia na utaweza kukumbusha Mungu. Mwambie Bwana, kumbuka niko kwa hii hatari, ama niko kwa hii jaribu, naomba ukaweze kukumbuka tu jambo njema niliyoitenda kwa maisha yangu, ili ukaweze kuniokoa. Kwa mgonjwa, unaweza kuwa umehangaika na kazi, unaweza kuwa umeteseka kwa muda mrefu, umeitwa majina, kila jina yote kwa sababu ya mahangaiko. Lakini kumbuka
wema moja uliweza kutenda, mkakumbushe Mungu ndio akaweze kukumbuka ile hali. Kwa maana tunamgonga ukitenda kazi, kutenda kazi kwa nyumba ya Bwana ni akiba, ni akiba kama vile tunaweza sema na save zile pesa ziweze kuniokoa vile tunasaving, kwa sababu kuna shida inakujanga, kumbuka kuna mahali umesave ile pesa. Unapozidi kutenda ile jambo ama kutenda mema, utakukumbuka mahali huko, unaweza kukumbuka kuna siku fulani alitenda hii jambo, naweza kushuka kwa siku ya leo ili nikaweze kumuokoa. Unapozidi kutenda wema, usijali ni aina gani, usijali ni hali gani huko, unazidi kuita Mungu na Mungu atazidi kutenda. Tukiangalia mstari wa 4, ikawa neno la Bwana ilimkujia Isaia ikasema, wewe nenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yake asema hivi, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongezea siku zako kiasi cha miaka 15. Monilikanye muyai mawe ya makuu, monilikanye muyai mawe ya makuu. Hata Hezekia na miaka ukaongelelwa, mwikaile Yesu nake akakusiokea. Monilikanye muyai mawe ya makuu, monilikanye muyai mawe ya makuu. Hata Hezekia na miaka ukaongelelwa, mwikaile Yesu nake akakusiokea. Niwo monilikanye mawe ya makuu, monilikanye mawe ya makuu. Hata Hezekia na miaka ukaongelelwa, mwikaile Yesu nake akakusiokea. Kumbusha Mungu jambo ulioitenda na Mungu atakukumbuka na atakuongezea miaka. Kiangalia mtumishi wa Mungu Ayubu, aliweza kupitia kwa majaribu mengi sana, lakini siku ya mwisho Mungu aliweza kumkumbuka na akaweza kusikia kilio chake. Aliweza kumrejeshea chochote chake ambao kilikuwa kimetoka kama kimeenda. Aliweza kumrejeshea mali yake, aliweza kumrejeshea watoto wake, alimrejeshea kila kitu, hata mifuko aliweza kumrejeshea. Kwa hivyo siku leo usichoke na usichoke, zidi kuomba na kumwita Mungu, kumkumbusha jambo jema uliyotenda, na hakika Bwana ataenda kutenda na ataenda kusikia, kurejesha chochote kiliweza kwenda kutoweka. Ni kazi ilikuondokea, ataenda kurejesha. Ni ndoa ilikuondokea, ataenda kurejesha. Ni watoto waliweza kutoweka, ama watu wa familia waliweza kukuacha, kuna madada ile waliweza kukuacha kwa sababu ya jambo fulani ama kwa shida fulani. Hakika aenda kuomba Mungu na Mungu anaenda kuwarejesha tena kwa maisha yako. Muombe Mungu sana, kama ni afya yako iliweza kutoweka, Bwana majeshi ataenda kukurejeshea siku ya leo. Kumbuka na kuomba mpendwa, unapoenda usikwake ati kuna jambo imekusongesha. Naomba ati siku ya leo, tunaomba kesho, tunaomba kesho kutwa, tunaona mambo hiyo bado ifanikiwe. Unaanza kurusha mkono, hata nimechoka, nimeomba sana, nimeenda kanisa siku mingi, fanikiwe, bado si change. Usichoke, endelea kuchukua nguvu, endelea kuomba, atazidi kukusikia na atakutendea mema. Atasikia sauti yako, atasikia kilio chako. Hiyo machozi unalianga kwa usiku, machozi unalia mchana, unalia usiku, unalia machozi ya siri, machozi ya ndani, unakuwa tu unalia. Hakuna mtu ananotice kama unalia tu kwa ndani. Mungu siku moja hiyo machozi ataenda kukuvuta, ataenda kuweka machozi ya ndani yako. Kwa hivyo usichoke mpendwa na kumtumainia Mungu, maana unapozidi kumtumikia ndipo unazidi kubarikiwa. Unapozidi kuomba ndipo anaendelea kushuka. Kwa hiyo kama hata ni uwepo ilikuwa imekuondokea ya hakika Mungu ataenda kurejesha, na Mungu ataona maisha yako na ataweza kurejesha tena. Sasa kwa ulikuwa umesimama unaanza kuyumba, ile ni kazi imeanza kuyumba. Kumbusha tu Mungu jambo fulani ambalo uliweza kuitenda kwa wema, Mungu ataenda kukumbuka na ataenda kusimama na wewe. Kama vita zimekuinukia, usiogope mpendwa, huyo Mungu na atasimama na wewe. Sababu ukiangalia kama vile Hezekia alipoungua hadi kiasi ya kufa, yeye hakuchoka na
na kumuita Mungu. Nigeuka tu kwa ukuta na kufikiria ama kuna mtu naweza enda kwa. Kama siku ya leo saa hii niambiwe Winifred unaenda kukufa, mimi ndakimbia hata kwa waganga kila kona, hakuna mali mganga hata nijua, kwa sababu naenda nimwambie mimi nimeambiwa na kufa, naomba uniokoe. Aidha nimeenda hospitalini imekosekana kusaidika. Nitakumbuka kama kuna mchungaji mahali. Naona tu wacha tu nikimbia kwa ule mganga ndio naona atanisaidia. Lakini hakuna kitu atakusaidia. Kama wewe mganga bado hizo nguvu anatumia, ni nguvu za hii dunia, ni nguvu za giza. Za kukusaidia. Enda kaze kusimama na Mungu wako, uweze kumulilia. Kumulilia usichoke. Utaenda kutenda na ataenda kusikia kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sina mengi ila naweza kufika hapa. Niende kaze kurudisha kipaza sauti kwa Baba na kaze kuendelea. Pigia makofi ya baraka katika jina la Yesu. Sema mpigie makofi ya baraka katika jina la Yesu. Neema ya baraka ameachilia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ati wakati ule mfalme Ezekia alipoungua, haleluya, amen, akaona mahali pale kana kwamba atakufa. Yes. Wakati mahali pale alikuwa akiwaza na kuwazua. Ndio. Wakati mahali pale alikuwa akitafuta msaada. Yes. Alikuwa mahali pale ameita madaktari zake. Ndio. Ili akapate kumtibu, ili akapate kupona. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaona anakitumana katika nyumba la mfalme ama katika nyumba wanaitwa Isaya. Haleluya. Ili akapata kuja kumwombea. Lakini wakati Isaya alipoingia katika nyumba la Ezekia, badala ya kumwombea manipana akamwambia Ezekia mfalme, wanasema panga nyumba lako vizuri, manake utapona, ni nguvu utapona. Maandiko nasema wakati Ezekia manipana alipopata zile habari, akaweka apili kwa Jehova Mungu wake, alijigeuza na akaangalia kutani. Manipana akamwomba Jehova, akamwambia Jehova, kumbuka ile kazi nimetenda. Kumbuka vile nimejenga nyumba lako. Kumbuka vile nimesimama na manabii wako. Kumbuka vile nimesimama na makuhani. Kumbuka vile nimesaidia wajane. Vile nimesaidia mayatima. Vile nimesaidia society. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema wakati Ezekia alipomkumbusha Jehova, Jehova akaangalia katika vitabu za kumbukumbu. Akaona ile kazi Ezekia alikuwa ametenda. Akaona vile Ezekia aliwasaidia watu. Akaona vile Ezekia alisimama na manabii. Vile Ezekia alisimama na kazi ya Bwana. Akaambia Isaya, alipokuwa mahali pale katikati ya mtu, akaambia Isaya, sabibisha safari yako, rudi na hiyo njia umetoka, rudi katika nyumba ya mfalme Ezekia, ukamwambia utakufa, nitakuongezea miaka ingine. Akasema miaka 15, akaongezea mfalme Ezekia, badala ya kufa mahali pale akaongezewa miaka. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakuombea jioni ya siku ya leo, Bwana katumane habari njema katika nyumba lako. Bwana tumana habari njema kwa kazi ya mikono yako. Bwana tumana habari njema kwa watoto wako. Bwana tumana habari njema kwa ndoa yako. Bwana tumana habari njema kwa kanisa lake. Bwana tumana habari njema kwa watukaji wake. Bwana tumana habari njema kwa ajili ya manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Watu walikuwa wamepokea habari mbaya. Walikuwa wamepokea habari za huzuni. Walikuwa wamepokea habari za kuisha. Walikuwa wamepokea habari za kifo. Walikuwa wamepokea habari za maombolezo. Lakini Isaya akamwambia Mungu, oh my God, my Father, kumbuka kazi yangu niliyotenda. Isaya akarudi na habari njema. Oh my God, my Father, pokea habari njema siku ya leo. Pokea habari njema kwa nyumba lako. Hiyo kazi ya mikono yako, pokea habari njema ya kwamba itaisha. Kuongezeka itaongezeka. Ni faida utatengeneza faida. Ndio nikuambia pokea habari njema. Hautafutwa kazi. Ukwenda kuatiliwa utaatiliwa katika jina la Yesu. Ndio nikuambia ndoa itaisha. Licha ya kuwa ilikuwa na vita, licha ya kuwa ilikuwa umeinukiwa, licha ya kuwa ilikuwa umeonewa, ulikuwa umeambiwa funga vitu zako. Bwana Yesu apewe sifa. Habari njema ni kana kwamba hapo ni kwako hautaondoka katika jina la Yesu Kristo. Nasema hapo ni kwako hautaondoka. Walileta habari mbaya, lakini pokea habari njema. Pokea na habari njema. Tembea na habari njema. Nasema tembea na habari njema. Amen. Amen. Alikwambia utakufa. Yes. Haleluya. Amen. Alikwambia utakufa. Ndio. Alikwambia utaisha. Yes. Alikwambia utaendelea. Ndio. Alikwambia utapata kazi. Yes. Alikwambia utaoleka. Ndio. Alikwambia utapata watoto. Yes. Lakini habari njema siku ya leo. Ndio. Anasema utapokea watoto. Amen.
Ndio. Anasema utapokea biashara. Yes. Anasema utapokea huduma. Amen. Utakuwa ni huduma kimataifa. Ndio. Amen. Sikia kaongezwa miaka 15. Yes. Manake alimlilia Jehova. Ndio. Ndio usiache kumlilia Jehova. Yes. Usiache kumwangalia Jehova. Ndio. Endelea kumtazamia Bwana. Yes. Endelea kumuita Jehova. Ndio. Hakika kwa wakati wake. Yes. Ataenda kuachilia jawabu yako. Amen. Useme Bwana Yesu asikie na atende. Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Mahali nilipokuwa nalia kusoma yule Hezekia. Yes. Akashikana